kuelekea katika mechi ya kesho. Manumbu, tutarajie mechi ya namna gani? Well, itakuwa ni mechi nzuri. Kumbukumbu za mechi ya mzunguko wa kwanza ilikuwa ni mechi nzuri. Kwanza Pamba walifanyia homework vizuri wachezaji wa Simba na waliingia na mfumo mzuri, na ukiachia baadhi ya nyakati ambazo waliamua kuenda kulishambulia lango la Simba, kuna nyakati ni kama walifanikiwa. Kama isingekuwa labda muamuzi angekuwa fair, wangeweza kuondoka na alama yote kwenye ule mchezo. Kwa hiyo nadhani kwa mechi ya pili Simba watakuwa wanafahamu kwamba ili kuondoa ile pressure ambayo ilipatikana kwenye mchezo wa kwanza watataka labda kupata goli la mapema ili liwaache wa relax na kufanya mashambulizi yao vizuri na mipango yao vizuri, kwa sababu kadri wanavyoendelea kuchelewa kupata goli ndo Pamba watazidi kuwa na confidence ambayo inaweza ikawaweka zaidi mchezoni na kuwafanya Simba sasa wasifanye matukio yao kwa usahihi mkubwa ambao inaweza ikaongeza pressure kwao. Kwa hiyo nadhani kama itakuwa ni mechi nzuri, na kama Pamba wataendelea na mpango wao ule ambao walikuwa nao kwenye round ya kwanza, kuwaheshimu Simba, kuachia mpira ila kuziba nafasi na kutokuachia maeneo makubwa au mianya mingi ya Simba kuwashambulia, na mimi nitakuwa ni mchezo mzuri na Simba watakuwa nawapa nafasi Simba kupata matokeo licha ya yote hayo, lakini sio kwa magoli mengi. Yeah. Inaweza ikawa ni wakati mzuri zaidi wa Pamba kucheza na Simba kuliko wakati wowote ule mwingine. Huu ni wakati ambao Simba wanaiwaza zaidi finali ya CAF Confederation Cup ambayo inafanyika siku 10 zijazo kabla ya siku ya leo. Inamaanisha wakati Pamba wanacheza dhidi ya Simba zitakuwa zimebaki siku 9 tayari kabla ya finali kuchezwa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine kocha Fadlu atakuwa na pressure kubwa sana kuhakikisha kwamba anawapata hao wachezaji wake wote kwenye huo mchezo wa finali. Kwa hiyo kwenye mchezo wa kesho ile rotation ambayo amekuwa anaifanya kwenye mechi mbili zilizopita inaweza ikaendelea kuwepo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Pamba kama wataweza kutumia hiyo loophole na kuadhibu Simba, kwa sababu kwenye hiyo michezo miwili ambayo Simba wamecheza kusema ukweli hawajaperform kwenye level ambao walikuwa wanaperform kwenye michezo iliyopita. Na ukijaribu kuangalia wachezaji wengi ambao walikuwa wanacheza na walikuwepo kwenye first 11 hata kwenye mechi zilizopita nyingi, ulikuwa unaona ni kama vile energy ilikuwa imepungua, lakini wengine walikuwa kama vile wanatunza energy kwa ajili ya michezo ambayo hapa katikati imeshonana sana, ratiba ni ngumu sana kwa Simba. Kwa hiyo automatically walikuwa wanajikuta wanashindwa kuperform kwenye ile level ambayo mara nyingi walikuwa wanaperform. Kwa mfano ukiangalia kwenye mechi ambazo Simba wamecheza hapo katikati, Elim Panzo ambaye tulimuona dhidi ya Stellenbosch haujamuona kwenye hizo mechi mbili. Lakini nenda kaangalia watu kama akina Kibu Dennis, sijui akina Ngoma, unaona siku ile mechi ana dakika ya 80, dakika ya 70 Ngoma ukimwangalia energy yake imeshuka kabisa na anahitajika kwenda up and down kama ambavyo mara nyingi huwa anafanya. Alikuwa hafanyi hivyo, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao pia walikuwa wanapata nafasi. Performance yao kwa namna moja ama nyingine ilikuwa inaathiri uchezaji wa timu wa Simba. Kwa mfano kwenye maeneo ya pembeni ya kiwanja ambapo Valentin Nauma pamoja na Duchu sometimes wamekuwa wanacheza. Kwa mfano ule mchezo ambao Simba walicheza kabla ya kucheza, of course mchezo dhidi ya Mashujaa walianza hao wawili, ukijaribu kuangalia kile ambacho wanakileta kwenye mchezo, namna ambavyo wanaathiri mchezo kwa mlengo chanya, ni tofauti na ambavyo Shomari pamoja na Mohamed Hussein wanafanya. Na ndio maana kwenye mchezo uliopita waliingia hao wawili direct, walienda kuleta madhara chanya, kwa maana ya Kapombe alisababisha penalty pamoja na Mohamed Hussein alisababisha penalty. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia wale wachezaji wawili ambao impact yao ni kubwa sana, na hata mwalimu pia atakuwa anawahitaji kwenye mchezo dhidi ya RS Berkane tarehe 17 hiyo. Kwa hiyo kuna uwezekano akagambo labda kumwanzisha mmoja nje, impact inazidi kupungua chanya kwenye mchezo dhidi ya Pamba. Lakini pia kwenye maeneo ya juu hapo tulikuwa tunaona namna ambavyo of course Mpanzu kuna mchezo hapo ameanza hiyo michezo mmoja ameanzia benchi, lakini pia Jean Chalea wao kuna mchezo hapo kaanzia benchi. Kwa hiyo kuna rotation ambazo zimefanyika. Mimi naamini unaweza kuwa ni wakati mzuri sana kwa Pamba kucheza dhidi ya Simba kutokana na kile ambacho nadhani Fadlu Davis atakuwa anakiwaza sasa hivi kwenye kichwa chake. Rotation lazima ifanyike kubwa kuhakikisha kwamba wana reserve hiyo energy kwa ajili ya RS Berkane ambao wanacheza nao siku kama 10 zijazo ama 9 baada ya mchezo wa Pamba wa kesho.